Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari ule wa 17. Roho Bwana anatembea hapa. Matendo ya Mitume sura ile ya 2:17. Anasema itakuwa siku za mwisho, asema Mungu. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, anasema itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu. Sema watu wote. Watu wote. Kila aliyeko hapa na apunge mkono, sema na mimi nimo. Na mimi nimo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema siku za mwisho nitamwaga roho yangu. Nitawamwagia watu wote roho yangu. Anasema na wana wenu na binti zenu watatabiri. Anasema na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Petro amesimama anaelezea kilichokuwa kinatokea, kwa sababu saa chache zilizopita walikuwepo pamoja, wamekusanyika pamoja, na Biblia inasema ukaja uvumi kama uvumi wa upepo, ukaijaza ile nyumba, ukajaza ile chumba. Na kwenye chumba kile juu gorofani walikuwepo watu 120. Anasema wakati wako pale, Biblia inasema ndimi za moto zikawashukia kila mmoja wao, alafu wakaanza kunena kwa lugha kama vile Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakanena kwa lugha. Hebu sema wakanena kwa lugha. Wakanena kwa lugha. Kwa ghafla watu ambao walikuwa wanaongea tu Kiebrania au walikuwa wanaongea tu Kiaramaik, ghafla wanaanza kuongea lugha tofauti, na kila mmoja alikuwa anaongea kwa kadri Roho alivyomjalia. Biblia inasema kulikuwepo na watu wamekuja kwa ajili ya sikukuu ya Pentekoste kutoka mataifa mbalimbali ya ulimwengu. Walikuwepo eneo lile, wakasikia hao watu wanaongea kwa lugha nyingine. Wakasema nini kinaendelea? Mbona ni mapema asubuhi? Ilikuwa ni asubuhi kama saa hii. Haleluya. Amen. Anasema hawa watu wamepataje kilevi asubuhi? Kwa sababu ilikuwa si halali watu kupata kilevi asubuhi. Lakini Petro akasimama akaanza kuelezea. Anasema wasidhania kuwa hawa watu ya kwamba wamepata kilevi, ila ni utimilifu wa ile ahadi kutoka kwa Baba. Sema utimilifu wa ahadi. Utimilifu wa ahadi kutoka kwa Baba. Kutoka kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alisema katika ile kitabu cha Yoeli sura ile ya 2 mstari wa 28. Anasema hata itakuwa siku za mwisho nitawamwagia watu wote wenye mwili roho yangu. Yoeli 2:28. Tusome hapo mara moja. Kitabu kile cha Yoeli sura ile ya 2 mstari ule wa 28. Neno la Mungu linasema, Yoeli sura ile ya 2 mstari ule wa 28. Anasema hata itakuwa baada ya mambo hayo. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Na wana wenu waume kwa wake watatabiri. Wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa ilikuwa ni wa mpango wa Mungu, na Petro anaelezea ya kwamba lile neno la unabii, lile neno alilolisema Yoeli, sasa ndilo linatimia. Anasema hawa watu hawajalewa, ila Roho wa Mungu amemiminwa juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema Roho wa Mungu amemiminwa juu yao. Ndio maana unaona udhihirisho huu usio wa kawaida. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mojawapo ya athari ya
kumiminwa kwa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mojawapo ya athari ya kwanza anasema pale, wana wenu waume kwa wake watafanyaje? Watatabiri. Come on, watafanyaje? Watatabiri. Mwambie jirani yako, unatabiri? Muulize. Mwangalie usoni. Mwambie, je, ndugu, unatabiri? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasemaje? Muulize tena. Muulize ndugu yangu katika Kristo. Roho amemiminwa juu yako. Je, unatabiri? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa sema Roho akishamiminwa juu yako, cha kwanza waume kwa wake watatabiri. Anaelezea vingine, wataona maono, wazee wataota ndoto, lakini cha kwanza anasema kwa habari ya kutabiri. Sasa nataka nikuelezee maana ya kutabiri, kwa sababu najua kichwani mwako unayo maana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ili twende pamoja. Kutabiri kumegawanyika kwa pande mbili. Sema pande mbili. Pande mbili. Pande ya kwanza inahusisha kutamka maneno juu ya kitu, ambao kwa Kiingereza inaitwa foretelling. Unatamkia neno kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ya pili, kutabiri inahusisha kutamka hali au wazo la Mungu juu ya jambo fulani kabla ya wakati. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kutamka wazo la Mungu juu ya jambo fulani kabla ya wakati. Kwa labda linaongelea hali fulani, wazo la Mungu kuhusiana na kitu fulani ambacho kitatokea siku zijazo. Ni aina mojawapo ya kutabiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama hadi hapo unanielewa, punga mkono namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nimekwambia aina ya kwanza, upande wa kwanza wa kutabiri unahusisha kutamka wazo la Mungu juu ya hali fulani, juu ya kitu fulani, juu ya jambo fulani au mtu fulani. Ninatamka wazo la Mungu juu ya hicho kitu. Yale maneno nayo yasema yanakuwa ni unabii. Hebu sema unabii. Unabii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Lakini jambo la pili, ninatamka hali au matukio au jambo fulani ambalo ni wazo la Mungu, lakini kabla wakati haujatokea. Ninatamka wazo la Mungu kuhusiana na mji wetu kwamba mwakani au mwezi wa 9 kutakuwa na hivi na hivi. Ndivyo asemavyo Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nimesema jambo, wazo la Mungu juu ya jambo fulani kabla ya wakati fulani. Kama unanielewa, hebu unyosha mkono wako tena. Muulize jirani yako, anaelewa vizuri? Muulize, anatabiri? Sijasema uwe nabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu mwingine anaweza hata kutufundisha mambo ya kinabii. Hapana, mwambie tulia. Mwambie tulia. Tunajifunza neno la Mungu. Anasema roho yangu nitaimimina juu ya wote wenye mwili na wana wenu. Hebu sema wana. Mabinti zenu. Make kila mtu hajaachwa mtu, watoto wa kiume na watoto wa kike, wote watatabiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa Roho Mtakatifu ataleta uwezesho ndani yetu, kwa sababu maana sasa ya unabii kiujumla, ukijumlisha hizo mbili, maana ya unabii
ni kutamka maneno yenye nguvu. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema kutamka maneno yenye nguvu. Kutamka maneno yenye nguvu. Unabii sio kuongea tu ovyo ovyo, sio kulosa. Unabii ni kutamka maneno yenye nguvu. Sema yenye nguvu. Yenye nguvu. Nawasikia watu wawili tu watatu. Sema maneno yenye nguvu. Maneno yenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa unahusisha kutamka maneno yenye nguvu ambao ni wazo la Mungu juu ya hali fulani, juu ya kitu fulani, juu ya mtu fulani, au juu ya jambo fulani, kadri Roho wa Mungu anavyokuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8 aliwaambia, mtapokea nini? Nguvu. Nguvu. Hebu sema nguvu. Rudia tena, sema nguvu. Nguvu. Anasema lakini mtapokea nguvu. Tusome hapo, anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu nani? Roho Mtakatifu. Sema nguvu. Nguvu. Neno nguvu pale sio nguvu ya kubeba mapipa au nguvu ya kubeba vyuma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni nguvu ya kusababisha badiliko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nguvu ya kusababisha nini? Badiliko. Kwa hapo sema mtapokea nguvu. Ile nguvu mojawapo ya namna ambayo mtaitumia ni kupitia maneno ya vinywa vyenu. Ndio maana Yesu anasema maneno niliyowaambia ni roho, tena ni nini? Ni uzima. Yule Roho Mtakatifu alipokuja, Yesu Kristo kila akiongea neno lile lilikuwa ni la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Yale maneno aliyokuwa anayasema yalikuwa yamejaa Roho Mtakatifu, na ndio maana yaliweza kusababisha badiliko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini roho yule yule si anakaa ndani yetu. Haleluya. Kama unaelewa, roho yule yule aliyemfufua Yesu Kristo anakaa wapi? Ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa una uwezo ndani yako, na Roho Mtakatifu anakusudia kuleta badiliko kupitia wewe. Unajua nguvu ya unabii ipo, nguvu ya kutabiri ipo katika kusema maneno yenye nguvu. Nguvu ya unabii ipo katika kusema maneno yenye nguvu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Marko sura ile ya 11 mstari wa 23 mpaka ule wa 24. Marko 11 mstari wa 23 mpaka 24. Anasema amini nawaambia, amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini ya kwamba yale ayasemayo yametukia, yatakuwa yake. Anasema kwa sababu hiyo nawaambieni, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu Kristo anawafundisha nguvu tena ya kusema, nguvu ya kuongea. Anasema chochote kile
yeyote yule kati yenu atakaye uambia mlima ng'oka, nenda ukajitupe baharini, sio aushike kwa mkono, ila afanyeje? Auambie kwa kinywa chake. Hebu sema auambie kwa kinywa chake. Auambie kwa kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivi unaelewa, Mungu wakati anaumba huu ulimwengu, ni alipokuwa anamuumba mwanadamu tu ndio aligusa vitu. Anasema akachukua mavumbi ya nini? Ya ardhi, akamfanya mtu. Lakini viumbe wengine wote Mungu alifanyaje? Alitamka na ikawa, alisema na ikatokea, kwa sababu ndani ya neno iko nguvu ya kuumba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikia vizuri hapo? Ndani ya neno iko nguvu ya kuumba. Ndani ya neno iko nguvu ya kusababisha kile kinachosemwa kikatokea. Kwa anaposema nitaimimina roho yangu juu ya wana wote wa kiume na wake, alafu anasema na wana wenu watatabiri, anachomaanisha watu wenu wataongea maneno ambayo yatasababisha badiliko katika hali mbalimbali, katika mazingira mbalimbali, katika vitu mbalimbali, kwa sababu tayari Roho Mtakatifu ambaye kwa yeye ulimwengu uliumbwa yuko ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Ezekiel sura ile ya 37, nasoma mstari ule wa kwanza, kuanzia mstari ule wa kwanza. Ezekiel sura ile ya 37. Ndio kupe mfano kidogo. Some mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 4. Ezekiel 37 kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka wa 4. Anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikie neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi, nami nitatia mifupa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Amen. Nanyi mtakuwa. Amen. Ngoja hadi hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa Ezekiel anaanza kuelezea, anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, akanichukua hata nje katika roho wa Bwana, akaniweka chini katika bonde, nalo limejaa nini? Mifupa. Hebu sema bonde limejaa mifupa. Bonde limejaa mifupa. Kwa roho Mungu anamchukua huyu mtu wa Mungu na anampeleka sehemu ambayo ni mbaya. Hebu sema ambayo ni mbaya. Sehemu ambayo ni mbaya. Sehemu ambayo ni mbaya. Haina uhai. Unaona? Anampeleka sehemu ambayo sio tu kwamba watu wamekufa, wameoza, hadi wamekuwa nini? Imebaki mifupa tu. Kwa katika bonde, unaelewa habari ya bonde la uvuli wa mauti? Hao watu walipita lakini hawakutoka salama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa kwenye hilo bonde kuna mifupa tu. Alafu Roho Mungu anamuuliza mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mungu anahakikisha ameona. Nilikuwa natafakari na bado natafakari, nini ilikuwa wazo la Ezekiel wakati huo, wakati ameletwa katika hiyo hali ambayo ni mbaya. Wazo lake lilikuwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Alipoona hiyo mifupa alikuwa anawaza nini? Aliogopa? Alitetemeka? Alikata tamaa? Nini kilikuwa kinaendelea kwake? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ni kama ambavyo unaambiwa, njoo huku, kuna jambo limetokea. Bwana Yesu asifiwe.
Unafika pale Bwana Yesu asifiwe. Labda kuna upepo umezua nyumba huku, kuna ghasia imetokea, kitu kimeharibika. Umefika pale ukiona hali ilivyo, nini kinakuwepo ndani yako? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaanza kusema jamani, Mungu wangu, mbona imekuwa hivi? Utasemaje? Mungu wangu, mbona umeniacha? Majanga gani haya? Au utasema jamani, ndo nimeisha hivi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nini utasema? Kwa Bwana anamuuliza mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Angalia wazo la Mungu. Unanisikia vizuri, mtu wa Mungu? Angalia wazo la Mungu. Anamuuliza Ezekiel, hii mifupa inaweza kuishi? Mungu afikirii kwamba okay, labda tuumbe watu wengine au tufanye jambo lingine, tutafute watu wengine wazaliane. Hapana. Anamuuliza Ezekiel, hii mifupa inaweza kuishi? Mifupa inaishije? Ulisikia wapi mifupa inaishi? Anasema ni mifupa mikavu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umewahi kula mfupa wa kuku? Yaani paja la kuku? Nani amewahi kula hapa paja la kuku? Amen. Nataka paja, nani? Unatoa maelekezo kabisa, si ndio? Ukishakula ile nyama, si ndio? Kinabakia kile kinini? Bwana Yesu asifiwe. Kiweke juani kikauke kau. Ukiona ule mfupa utaona nini? Unaona ni takataka, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Unaona kwamba habari ya huyu kuku imefanyaje? Imeisha. Lakini angalia Mungu anavyowaza. Mungu anaona ile mifupa, alafu anamuuliza Ezekiel, je, hii mifupa inaweza kuishi? Ni kama wewe nikukute na mfupa mkavu wa kuku, alafu nikwambie, je, hii inaweza ikawa paja tena huyu kuku akaishi? Haleluya. Unanisikia vizuri hapo? Ezekiel akabakia wewe Mungu unajua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kama vile ambavyo watu wengi wakipitia katika hali fulani, anasema Mungu unajua. Wewe Mungu unajua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo inataka utazame kwa macho ya Mungu. Hebu sema nione kwa macho ya Mungu. Nione kwa macho ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uangalie vile ambavyo Mungu anaangalia. Kwa Mungu alipoangalia mifupa ile, bado aliona jeshi kubwa la watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pamoja Ezekiel aliona mifupa mikavu, aliona hakuna tumaini, lakini Mungu aliona kuna jeshi kubwa. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kuna mtu anaangalia biashara yake, anaona duka ndo linaishia hivi. Anaanza kufikiria atakavyokuwa omba. Anaanza kufikiria jinsi watoto wake watakavyopata shida, kwa sababu mtaji umeisha. Mwambie jirani, inua macho yako juu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie inua macho yako. Inua macho yako. Litazame neno la Bwana. Litazame neno la Bwana. Mifupa mikavu inaweza kuishi. Hiyo biashara inaweza kuinuka. Come on. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa Mungu anataka huyu jamaa amke. Asiishie tu jamani, kwani walipata na matatizo gani? Nini kilitokea? Hakuna haja ya kutafuta ili kuwaje mpaka ukafika hapa. Swala tunatokaje hapa? Tunaenda kwenye utukufu. Haleluya. Come on. Bwana Yesu asifiwe.
Mara nyingi naombeaga watu. No. Mara nyingi sana huwa wanataka kujua kwa nini hali hiyo wamefikiaje kwenye hiyo hali. Hivi imekuwaje hadi nimepata hili tatizo? Bwana Yesu asifiwe. Na lengo ni kutafuta mtu wa kumtupia mzigo wa lawama. Lakini inua macho yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Mifupa mikavu inaweza kuishi. Hebu sema mifupa mikavu inaweza kuishi. Mifupa mikavu inaweza kuishi. Kwa Mungu anamwambia Yoshua. Sasa anamwambia Ezekiel kitu cha kufanya. Hebu sikia vizuri. Hebu sema kitu cha kufanya. Kitu cha kufanya. Anamwambia nini? Toa unabii. Mguse jirani yako mwambie toa unabii. Toa unabii. Sema neno. Sema neno. Mwambie tena sema neno. Sema neno. Usilie. Usilie. Sema neno. Sema neno. Usishangae. Usishangae. Sema neno. Sema neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anamwambia Ezekiel toa unabii. Hey. Banda la gabahatike. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia sema neno. Hali hii unaiona haitaki kuwa hivi. Sema neno. Ni kama vile ambavyo Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliumba nini? Mbingu na nchi. Anasema nayo nchi ilikuwa ukiwa. Tena nini? Utupu. Mungu akasema yeye jamani nchi hii mbona haina kitu? Anamwita Mikaeli, nini kimetokea? Hebu fikiria huyo Mungu akianza kuwaza. Lakini Biblia inasema Mungu akasema hapana. Cha kwanza akasema na iwe nuru. Haleluya. Akaanza kuhojiana na giza. Giza sijui limetoka wapi? Nani ameleta giza? Hatuna huo muda. Sema hatuna huo muda. Muda ni mchache sana. Anasema na iwe nuru. Na Biblia inasema ikawa nuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mungu akaona nuru njema akasema yes. Haya ndio mambo ninayotaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hivi ndio vitu vyangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akaanza kusema akasema maji yakae kwa mpangilio, yasikae tu. Anasema liwepo anga yatenge maji ya juu na ya chini. Anaanza kurekebisha vitu. Ni kama vile ambavyo umekuja mtoto umemwachia chumba umekuta akatupa huko. Kila kitu wiko full. Akaanza kwani umefanya nini mwanangu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaanza kugombana na tatizo badala ya kutatua tatizo. Mungu anamwambia toa unabii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Muangalie ndani yako, angalie maisha yako. Naanza kutoa unabii. Anza kusema neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anamwambia toa unabii juu ya mifupa hii. Anasema uiambie mifupa hii, enyi mifupa mikavu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia anamwambia aongee na nini? Na mifupa. Anamwambia iambie mifupa, enyi mifupa mikavu. Kama Yesu alivyosema, mtauambia mlima huu. Wewe mlima wewe. Sio nyie milima, wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa anamwambia ongea na mifupa. Na anaanza kusema, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Nilikwambia unabii ni kusema maneno ambayo ni wazo la Mungu. Sema wazo la Mungu. Wazo la Mungu. Au neno la Mungu juu ya kitu fulani. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Anasema utayambia sikieni neno la Bwana. Alafu anasema mtaishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii,
maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu. Ili kitu kiishi lazima kiwe na pumzi. Hebu sema ili kitu kiishi lazima kiwe na pumzi. Hakitaishi tu, lazima pumzi iwepo. Kwa anaelewa mchakato. Mungu anamwambia kwanza pumzi. Kwa anasema nitatia pumzi juu yenu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa hapa? Haleluya. Nitakuletea mfano haya. Kwa anasema nitatia pumzi juu yenu. Mungu anamfundisha Ezekiel, nitatia pumzi juu yenu. Sio hivyo tu, anasema nami nitatia mishipa juu yenu. Mfupa kwenye mwili, hebu jiguse mkono wako. Sawa? Ukienda hospitali huwa wanatafuta mshipa ili wakupige nini? Sindano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna mishipa kwenye hiyo mifupa. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia nitatia mishipa juu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nami nitaleta nyama juu yenu. Angalia Mungu anavyofuata hatua. Hakurupuki tu. Anajua hiki kinaanza, hiki kinafuata. Pumzi ni ya muhimu, mifupa iishi kwanza. Iondoke katika ule ukavu, mifupa ipate kuishi. Anasema sio hivyo tu, nitatia mishipa juu yenu. Haleluya. Sio mishipa tu, nitatia na nyama. Oh, vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Anasema nitatia nyama juu yenu. Anasema na kuwafunika ngozi na kutia pumzi na nyenu, nanyi mtaishi. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Maana Mungu anataka vitu viende kwa utaratibu, viende kama namna ya uumbaji ilivyo. Kwa cha kwanza anasema mifupa ile itaishi. Kwa ghafla ukisoma hapo mstari mbele utaona mifupa ikaanza kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ghafla mifupa mikavu ikawa hai. Sio hivyo tu, mishipa ikaanza kuonekana. Anasema nitatia mishipa juu yenu. Sio hivyo tu, nitatia nyama juu yenu. Hapa anasema haya yote inafunikwa na nini? Na ngozi. Hebu iangalie ngozi yako. Sema nina ngozi nzuri. Ni unabii uona, hata kama unaona ngozi yako, sema tena nina ngozi nzuri. Mororo imebeba utukufu wa Mungu. Haleluya. Kwa sema nitatia na ngozi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja hadi hapa? Basi anasema basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Umeona unabii wenyewe ni nini? Ni maneno. Umeona? Ni maneno ambayo Bwana amemwambia aseme. Kwa anasema nikatoa unabii. Maneno mengine nikasema nikatabiri kama Bwana alivyoniambia. Nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii palikuwa na mshindo mkuu. Hebu sema mshindo mkuu. Mshindo mkuu. Come on, sema mshindo mkuu. Mshindo mkuu. Haleluya. Anasema natazama tetemeko la nchi na ile mifupa ikaanza kusogeleana. Kwa lengo la mshindo, lengo la tetemeko ni mifupa ianze kupangiliana. Mifupa ya kichwani ikae kichwani, mifupa ya miguuni ikae miguuni. Lakini kwa neno la Bwana mifupa ile ikaanza kusogeleana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Wakati mwingine tunatamka maneno, mifupa inaanza kusogeleana. Usiache hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa akatamka lile neno, mshindo mkuu. Akashangana, tetemeko linatokea. Nini kinaendelea? Mifupa ikaanza kusogeleana. Oh, mifupa ikaenda mtafuta mwenzie. Mimi ni wa huku, mimi ni bega, mimi ni kiwiko. Oh, mimi Bwana Yesu asifiwe. Mifupa ikaanza kusogeleana. Haleluya. Sema neno lako lina nguvu. Neno lako lina nguvu. Oh, sema Baba neno lako lina nguvu. Baba neno lako lina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Anasema nikatazama, kumbe
na mishipa juu yake na nyama ikatokea juu yake na ngozi ikaifunika, lakini haikuwemo pumzi ndani yake. Kwa alipokuwa anaendelea kutazama, wakati mishipa inasogeleana, ghafla mifupa inasogeleana, ghafla akaanza kuona mishipa inatokea kwenye ile mifupa. Mishipa, hey. Wakati anaendelea kushangaa, bado hajamaliza, anaona nyama, ile mifupa saizi inaanza kupendeza, inakuwa miekundu miekundu. Kuna nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu. Wakati anaendelea, anasema ngozi ikaifunika. Kwa saizi kikaanza kuonekana viumbe vimelala pale. Sio mishipa, sio mifupa tena, ni viumbe vimelala pale. Lakini haya yote ni kwa nini? Kwa neno la unabii. Hebu sema neno la unabii. Neno la unabii. Sema tena neno la unabii. Neno la unabii. Sema tena neno la unabii. Neno la unabii. Oh, makaza katakaba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa lile neno likaanza kufanya kazi. Na anasema kwa sababu pumzi ilikuwa haijaingia bado, Mungu akamwambia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 9. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukauambia upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo. Haleluya. Ameuambia upepo njoo. Tulipokuwa shule ya msingi tulikuwa tunaita mvua. Lakini anasema uambie upepo uje. Unajua upepo una sehemu yake unakaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Upepo una mahali pake unakaa. Kwa anasema utauambia upepo njoo. Akasema tabiri, utabirie upepo. Utabirie upepo. Ukauambie, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za upepo za 4. Pumzi, ukawapuuzie hao waliouawa wapate kuishi. Kwa saizi haongelei mifupa, anaongelea watu. Ila tu ni hawa watu walikuwa wameuawa. Sasa wanatakiwa waishi. Pumzi inatakiwa ifanyeje? Iingie. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Anasema basi nikatabiri kama alivyoniamuru. Pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu ananisikia vizuri hapa? Haleluya. Mwambie ndani yako, mifupa mikavu inaweza kuishi. Mifupa mikavu inaweza kuishi. Haijalishi kitu kiko hali gani, unao uwezo wa kuleta badiliko. Sema ninao uwezo. Ninao uwezo wa kuleta badiliko. Ndani yangu. Sema ninao uwezo wa kuleta badiliko. Wa kuleta badiliko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tu ni useme yale maneno ya nguvu. Na kwa sababu una Roho Mungu atakuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Atakuongoza. Huko hapa mzazi karamazuteke. Roho ananiambia, okay, huko hapa mzazi, labda mtoto hafanyi vizuri darasani. Mtoto wako kila akipata mtihani akifaulu ni namba zile wanasema sandala sijui za viatu. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema mtoto sikiliza neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikia vizuri? Wewe ni kichwa wala sio nini? Mkia. Hebu sema mwanangu, wewe ni kichwa. Mwanangu, wewe ni kichwa wala sio mkia. Wala sio mkia. Bwana amekupa akili njema. Bwana amekupa ufahamu wema. Amekupa ufahamu wema. Utasoma kwa bidii. Utasoma kwa bidii. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Utaelewa darasani. Utaelewa darasani. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Utakumbuka yote. Utakumbuka yote uliojifunza. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Utafanya mitihani. Utafanya mitihani. Na utafaulu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Glory. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kila siku asubuhi unamshika kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Unatamka. Wakati unatamka, kuna vitu vinafanyika kwenye akili. Kama akili ilikuwa inacheza cheza hivi tu muda wote darasani, akili inaanza kutulia tu. Alafu baadaye inaanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Kwa sababu kuna vitu vingi vinatokea. Wanadhani tu mwanao huyu hapendi shule. Inawezekana akiona chaki zile mwalimu anaandika, anaanza kuona zile namba zinacheza. Kwa unapotamka hivyo, akili inaanza ukasa, ufahamu unaanza ukasa. Katika jina la Yesu Kristo unaendelea kutamka. Wanasema Bwana amekubariki mwanangu. Wewe ni uzao wa baraka. Sio unaanza kumsema mwanao. Yaani hizi akili kama za nani? Au unasema yaani nilijua tu. Mama yako akili zangu. Wewe utolee wapi akili? Wafikiri hata nilishangaa. Hamna. Nimsikia mtu mmoja anamwambia mwanae, yaani nilijua tu pale akili zitoe wapi. Mimi mwenyewe sina akili. Wewe uzitolee wapi akili? Haleluya. Haleluya. Unajua Ayubu anasema hivi, watakapo kuangusha utafanyaje? Utasema kuna kuinuka. Sema kuna kuinuka tena. Kuna kuinuka tena. Sema na inainuka tena. Inainuka tena. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Unaamka asubuhi unasema Jumatatu yangu imebarikiwa katika jina la Yesu. Haleluya. Hebu sema Jumatatu yangu imebarikiwa. Jumatatu yangu imebarikiwa. Wiki imebarikiwa. Wiki hii imebarikiwa. Ninakutana na watu sahihi. Ninakutana na watu sahihi. Ninafanya mambo kwa wakati. Ninafanya mambo kwa wakati. Hakuna kucheleweshwa. Hakuna kucheleweshwa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hakuna cha kunizuia. Hakuna cha kunizuia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Oh, glory. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unajua ulichokifanya nini? Umesababisha nguvu za ulimwengu zishtuke. Zianze kuangalia namna ya kuweka mambo sawa sawa na lile neno ulilolisema, kwa sababu neno lako lina nguvu. Hallelujah. Neno lako lina nguvu. Hallelujah. Neno lako lina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Neno lako lina nguvu ya kuleta badiliko. Na wakati mwingine unaomba katika roho, parama sukata reketekebosia tereboshatakae. Unaomba katika roho, unasikia ndani yako. Ulikuwa uombea hicho kitu, lakini unasikia ndani yako roho Mungu anakuambia ni ushindi tu, na unaanza ni ushindi tu. Kaboshata ni ushindi tu, epeketea ni ushindi tu, shatoria baya. Haleluya. Wakati huo unaweza usielewe, lakini Biblia inasema japokuwa tunaenenda kimwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Silaha zetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa unapoongea hivi, kuna vitu vinaanguka. Inawezekana walikuwa wamejikusanya, lakini si kwa jina la Bwana. Inawezekana walikuwa wamejikusanya kinyume nawe, lakini si kwa shauri la Bwana. Haleluya. Emesikata. Unaposema hivyo, hawajui nini kimewakuta. Wanakuta wanapanga tukutane, kila mtu anakimbilia huko. Mbona jamani, tulikusudia tutafanya hivi, mbona hatunashindwa? Kila tukipanga havipangiki. Haleluya. Oria masikata. Haleluya. Anasema mkichukua silaha ya roho, ambayo neno la Mungu, upanga ule wa roho. Sema upanga wa roho. Upanga wa roho. Upanga wa roho. Ukatao kuwili. Ukatao kuwili. Glory. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Emesikataka. Haleluya. Oh, amekwambia sijui una nini kisema fulani. Unasema hapana, sio katika mwili wangu. Unasema wewe sikia neno la Bwana. Mwili huu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sio hekalu la magonjwa, sio hekalu la udhaifu. Mwili huu. Sikiliza, Biblia inasema hivi, wafuatao nia ya mwili wataka kufa. Kwa sababu nia ya mwili nini? Ni mauti. Ukiendelea kusikiliza mwili unasema wewe ni mgonjwa, wewe ni nini, utaenda chini, tutakuzika. Haleluya.
Lakini sema katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Roho yule aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu anakaa ndani yangu. Anauisha mwili wangu. Anauisha mifupa yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Hey. Unajua unachokifanya nini hapa? Unatabiri. Unasema maneno ya nguvu. Unasema maneno ya nguvu kuleta badiliko. Na kadri unavyosema badiliko linatokea. Kadri unavyosema tetemeko linatokea. Hey. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Sema tena mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Nina kila kitu. Nina kila kitu kwa ajili ya kushinda. Kwa ajili ya kushinda. Oh, sema tena nina kila kitu. Nina kila kitu kwa ajili ya maisha. Kwa ajili ya maisha. Ya ushindi. Ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wenye kushinda ulimwengu ni nani? Ni sisi tunaoamini. Anasema kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Sema mimi sio wa kushindwa. Mimi sio wa kushindwa. Gloria masikata. Hey. Usikubali adui akakunong'oneza kwamba wewe biashara yako ni wa biashara ndogo ndogo tu. Unasema katika jina la Yesu ninaendelea imani hata imani. Oh, leo na mtaji wa 200,000, kesho kutwa nitakuwa na mtaji wa milioni 10. Ninaendelea imani hata imani katika jina la Yesu. Sitabaki hapa. Sitabaki hapa. Sitabaki hapa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Anasema njia wenye haki ni kama nuru ing'arayo ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Sema ninang'aa. Ninang'aa. Ninazidi kuwa na nguvu. Ninazidi kuwa na nguvu. Ninaendelea. Ninastawi. Ninasitawi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Usimruhusu shetani akunong'oneze. Wewe sio wa kipato cha chini. Sema mimi sio wa kipato cha chini. Mimi sio wa kipato cha chini. Baba yangu anamiliki ulimwengu. Baba yangu anamiliki ulimwengu. Anamiliki nyota za mbinguni. Anamiliki nyota. Vitu vyote ni vya kwangu. 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 Ori kaya bahari. Alusha kaya. Haya. Glory. Ene sikata. Usimruhusu shetani akunong'oneze. Kwa sababu kadri unavyokunong'oneza unavyosikia ndivyo ambavyo macho yako yanafumba. Uwezi ukaona mbele zaidi. Uwezi ukaona zaidi. Lakini anapokuletea fikra fulani, unaambia katika jina la Yesu umeshindwa. Haleluya. Anakuambia kwenye ukoo wenu hamna aliyewahi kutoboa. Waambia mimi ni wa ukoo wa Ibrahimu. Mimi ni wa uzao wa Ibrahimu. Baba yangu ni Ibrahimu. Wala hamna haja kusumbuka, sijui kuna shida sehemu fulani kwenye familia, sijui nani alikuloga. Wewe kazania tu kile. Sema mimi ni wa uzao wa Ibrahimu. Hey. Mimi ni wa ile familia ambayo ni wabarikiwa. Yes. Haleluya. Usipende kutafuta matatizo. Ishike kweli. Hebu sema niishike kweli. Niishike kweli. Biblia inasema tuishike kweli. Kaya basikata. Ishikilie kweli. Natembea na hiyo kweli. Hakuna uganga, hakuna uchawi, hakuna anaweza kukugusa wewe. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Haitafanikiwa. Haleluya. Haleluya. Sema mimi ni wa tofauti. Mimi ni wa tofauti. Mimi ni wa tofauti. Mimi ni wa tofauti. Roho wa Bwana anaishi ndani yangu. Roho wa Bwana anaishi ndani yangu. Anafurika ndani yangu. Anafurika ndani yangu. Mimi ni wa tofauti. Mimi ni wa tofauti. Haya. Hebu simama kwa miguu yako. Tumshukuru Mungu. Oh mazika